Sasa kwanza pole sana kwa msiba wa taifa ambao umetukumba mida hii ya saa 12:30 kwenye mkono wetu wa Tanzania. Of course ni msiba wa taifa kama unavyozungumzia, kila Mtanzania leo hii ana huzuni, sio sisi pekee yetu. Lakini kuna wengine wanapiga nderemo na vigelegele. Hawa ni mashabiki wa nchi gani? Berkane au wa Tanzania? Wanaopiga nyanje leo ni mashabiki wa RS Berkane pekee, kwa kuwa ndio mabingwa wa kombe la shirikisho. Mbona kuna baadhi wamevaa mashati ya Young Africans wakiwa wanapiga nderemo na wanakunywa bia, wamepasua bia, tumeona pale baada ya mpira kutamatika. Je, huu uzalendo unakaaje huu uzalendo? Kwa sababu tunaona wenzetu vilabu vya nje ya Tanzania wanakuwa wana umoja mkubwa sana kuliko sisi wa Tanzania. Waswahili wanasema adui yako muombe njaa. Kwa hiyo nadhani kwa wanaoshangilia ni ule usemo unaosema adui muombe njaa, usemo umekamilika. Sasa kwa hali hii, kama wewe mchambuzi na mdau wa soka mkubwa, huoni kama tukileta utengano? Na tumeona kabla ya mchezo baadhi ya wachezaji wa RS Berkane walikuwa wanasema Yanga. Maana yake kwamba ni nini? Young Africans wameweza kuungana na RS Berkane kumuumiza mtoto wa nyumbani ambaye ni Simba. Kiukweli binafsi nimepata majonzi makubwa baada ya kuona hali hiyo. Sasa wewe kama mchambuzi, mdau wa soka, huoni kama tutadhoofisha mpira wetu wa Tanzania? Dunia nzima ndio kwa hivyo, sio Young Africans pekee. Hata Simba pale Yanga anapocheza na mpinzani kutoka nje katika hatua kama hizi, wanakuwa upande wa pili. Ndio maana halisi ya upinzani wa jadi. Kwa hiyo sio jambo geni Yanga kuwa support RS Berkane kwa kushangilia aina ya matokeo. Nadhani ni tamaduni za timu zote ambazo zina upinzani katika ulimwengu wa soka. Bwana, ni majonzi makubwa mtazamaji ambao unaendelea kutufuatilia kupitia hapa wa Samaria. Majonzi, msiba bado uko Zanzibar. Nafikiri utaisha kesho mapema ya asubuhi ya saa 4 baada ya kuona maboti ya Azam wa Dar es Salaam ni mbali sana yakiwa yanaelea kwenye bahari ya Hindi kuja hapa Dar es Salaam. Sasa mchambuzi, mchezo wetu ulivyouona dakika ya kwanza na filimbi ilivyopulizwa kutoka na muamuzi wetu mahiri ambaye alipoteza kombe kutoka kwenye ardhi ya South Africa dhidi ya Masandewana na Young Africans, tukikumbuka msimu kama huu na leo amekuja kwenye ardhi ya Zanzibari pale kwa Hassan Mwinyi, rais mahiri kabisa. Filimbi ya kwanza ilivyogeuka kwenye pitch ya New Amani Complex, umeona kwa upande wa RS Berkane, tukizungumzia kocha ambaye ni Mon Shaban. Unaonaje alivyopanga kikosi chake kwa dakika ile ya kwanza? Waarabu leo namaanisha RS Berkane waliingia na mfumo wao wa 4-1-4-1, kiasi kwamba waliacha watu wa nyuma wanne nyuma, dimba chini ya Boko Pingu Mkabadi ilibaki mtu mmoja ambaye ni Mamadou Kamara, na juu wakaka watu wanne, na juu akasimama mtu mmoja ambaye ni mfungaji wao anaongoza katika kichonea ya shirikisho ambaye ana goli 5. Hivyo basi kwa mfumo ule waliweza kudominate game kwa sababu Berkane walikuwa wanavizia zaidi, wakijilinda na kufanya mashambulizi ya kushtukiza yenye haraka. Simba Davis aliingia na 4-4-2 akiamini kwamba chini kulikuwa na watu wanne, katikati watu wanne na mbele akiacha watu wawili, ambapo walianza na Steven Desa Mkwala pamoja na bwana mdogo huyu Mwigo Costa ambaye ni tuko skola kwa sasa hivi kwa Tanzania bara, Jean Chazewa. Lakini Simba nadhani walifanikiwa zaidi kwa sababu ya aina yao ya kikosi chao kilivyoanza 4-4-2, manake inawapa nafasi zaidi Eli Mpanzu pamoja na Mutale wanaotokea kulia na kushoto kutembea zaidi, kiasi kwamba Waarabu leo hii walishinda kudrive na walikuwa wanatumia zaidi mashambulizi ya kushtukiza na counter attack ambazo kwa upande fulani ziliwasaidia na kuweka Simba katika tension sana. Sasa tumeona mfumo huu ambao ameutumia, na fikiri ulikuwa ni mfumo kwa wa hasara kubwa RS Berkane, kwa sababu tumeona dakika ya 16 ile goli la nani? Dakika 17 Mutale. Dakika 17 ni mfumo ambao umeweza kumpotea bwana Shabun. Sasa Devs ameingia na mfumo ambao umesema ni mfumo wa 4-4-2, kufungua na kutafuta goli, na ndio maana akaweza kupata goli la kwanza kabisa dakika ya 17 kipindi cha kwanza. Je, nini kilichomfanya aweze kudrop kipindi cha pili? Of course Simba mpaka dakika 5 kipindi cha kwanza game ilishika vizuri. Hata tukiangalia ball position walifanikiwa kuongoza, pasi walifanikiwa kupiga nyingi, umiliki wa mpira waliongoza kila kitu.
Kipindi cha pili kilivyoanza, Simba waliingia na tension sana kwa kutaka kupata goli la pili ili waweze kudominate game, kufanya kuanza ku scoreboard kwamba iwe 2-2 na kutafuta mshindi kwa njia nyingine, lakini pressure ya Waarabu iliyofanya Simba washinde kudhibiti pressure yao. Na ikumbuke kipindi hicho tayari kiungo mkabaji wa Simba ambaye ni mkata kuni ama mvunja kuni, bwana Yusuf Ali Kagoma alikuwa na yellow card ya kipindi cha kwanza na alifanikiwa kupata yellow card kipindi cha pili kwenye dakika 65-66, kiasi kwamba ilisababisha achukue kadi nyekundu, na ambayo iliwaathiri Simba zaidi kwenye mfumo wa uchezaji, kwa sababu Waarabu iliwapa faida kubwa zaidi na walianza kuwashambulia Simba Misri ya nyuki, kiasi kwamba Simba walibidi wabadili mifumo yao na kumwacha juu bwana Steven Desa Mkwala peke yake, na timu ikishuka chini zaidi kuchukua mpira na kwenda kwa pamoja, teamwork, kitu ambacho haikuwa katika plani za Fadlu Davids. Kwa hiyo kwa wakati fulani ama kwa namna gani nasema kwamba Simba waliathirika na kadi nyekundu ya Yusuf Ali Kagoma, kiasi kwamba timu ilikuwa iko chini zaidi na ikoende juu. Unafikiri kosa la Kagoma lilikuwa wapi? Maana kuna baadhi ya watazamaji hawakuweza kutazama mpira kwa wakati huo kutokana na majukumu ya kuweza kutafuta riziki. Hawa ni watazamaji wetu pia wanaotutazama kila wakati kupitia hapa kwenye hizi studio za Wasamaria. Aina ya uchezaji wa Yusuf Kagoma nadhani hakuna mtu ambaye haufahamu. Yusuf Kagoma ni kiungo mkabaji ambaye anatumia nguvu zaidi, na mtu ambaye hayuko tayari mpira uende na mtu aende. Kwa hiyo plani zake yeye ni kwamba anaruhusu mpira uende lakini mtu abakie. Ima kama mtu ataenda basi mpira ubakie. Alifanya tackling ambayo alishindwa kuimundu kwa sababu yule mchezaji wa RS Berkane bwana Zaid Hamad alikuwa ameshaficha mpira na Kagoma akapiga kwenye miguu ya yule kiungo mshambuliaji, kiasi kwamba baada ya kupiga, na Waarabu ni wazuri sana katika tactics, kwamba wakimbinu ni wazuri sana kuomba na kutengeneza foul. Refa alishaona kwa sababu mpira umefichwa na mchezaji alipigwa kwa nyuma, hakusita kutoa kadi ya pili ya njano ambayo ilisababisha iwe ni kadi itoke kadi nyekundu, kiasi kwamba Simba waliathirika sana na tukio hilo, kwa sababu Yusuf Ali Kagoma ndiye muhimili wa Simba kwa kipindi hicho upande wa ukabaji na kutibua mipango. Tunasema ndiye mkata umeme wa Simba kwa sasa. Na ukitazama kwa upande wa mchezaji Chama Mfondo, hii imekuwaje? Mbona kama amepooza, kama hayuko mchezoni? Chema Mfondo alikosa leo, kuna mzungumziaji kwa siku ya leo anaonekana kama hayuko mchezoni kabisa. Chema Mfondo sio kwa siku ya leo. Chema Mfondo ikumbuka kwamba alikosa mechi za ligi takriban mechi 6 hadi 7 kutokana kwa injury. Na alianza kuibukia katika mechi ya mwisho ya ligi ya Simba, alicheza dakika 15 ama dakika 10. Na alicheza mechi ya pili ya mkondo wa kwanza finali baada ya kuumia bwana mdogo Abdul Razak Hamza, ambapo aliingia Chema Mfondo, lakini tunasema fitness yake bado hajarecover kwa sababu ni mtu ambaye ametoka injury na alikuwa bench kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa mchezo kama huu mkubwa wa finali na aina ya timu aliyokutana nayo na aina ya wachezaji ambao alikutana nao ni very professional, hakuwa katika kiwango kile ambacho tumekizoea cha ukuta ule wa Berlin ambacho amejulikana kwa umaarufu wake Chema Mfondo. Kwa hiyo kwangu mimi injury na kurudi kwake uwanjani hakulikava bado Chema Mfondo. Kuna jambo ambalo tunatakiwa niulize, niwasaidie pia kuuliza mashabiki. Hili swali ni zito na linapaswa kuwa na hekima na busara kwa wakati huu, kwa sababu bado tuna jaziba na msiba, majonzi makubwa yaliyotupata kwenye uwanja wa New Amani Complex. Mchambuzi mahiri Abdalla huwa hufichagi jambo, unamwangaga sumu, ingawa matusi ni mengi kweli, lakini no way. Bwana, sasa nikitazama mashabiki wa Tanzania na mashabiki wa nchi zingine, vilabu vingine, nikizungumzia kama nchini Morocco, nimeona South Africa, nimeona baadhi ya hapa Kongo hapa, nimeona kwamba ni hata timu yao imefungwa goli 1, goli 2, goli 3, bado wanaendelea na hamasa. Lakini Tanzania nimeona mashabiki wa Simba mchezaji alipotolewa kwenye majukwaa wakawa kama wamemwagiwa maji, yaani wamepooza kabisa, na wakaona sisi tumefanyaje, tumekwisha. Sasa na mchezaji tunafahamu kwenye vilabu vyetu ni mchezaji wa ngapi? Wa 12. Kwa nini huwa hatunaga ile kuendelea kupambana na wachezaji wetu, kuwapa morali,
kuwapa morali kama tu wenzetu jinsi wanavyofanya kwenye vilabu ambavyo viko nje ya Tanzania. Of course sio tu nje ya Tanzania, tamaduni za ushangiliaji Afrika ni Waarabu pekee wenye aina ushangiliaji huo. Tunasema machizi, tunasema mashabiki waliochezika na soka. Ni nchi pekee za Kiarabu. Hawa wamechezika kwa kweli. Huwa wanashangilia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Lakini kwa tamaduni zetu za nchi za watu weusi imekuwa ni agharabu sana. Ushangiliaji wetu ni pale tu tunapopata goli ama tunapofanya vizuri ama tunapopiga penga. Lakini lingine ni kwamba ukubwa wa timu, labda unajua unapocheza timu kama RS Berkane ambaye ameshachukua kombe la Confederation ile la shirikisho mara 2 mfululizo ama mchezo finali 2 mfululizo, lazima uwe na tension na utakuwa na amani mpaka dakika 90 zikamilike. Na ukiangalia washabiki walivunjwa moyo pia hata na baadhi ya wachezaji wa timu yao ya Simba, kwa sababu kama ukiangalia ile game ya wakati kipindi cha kwanza kinakamilika, maana off time, wakati wachezaji wa Simba wanatoka uwanjani kurudi nyumbani, goalkeeper wa Simba bwana Musa Kamara Pimpin pamoja na midfield wa Simba kiungo mkongo kabisa ambaye ni professional Donald Ngoma walishikana uwanjani wakitaka kutiana ngumi ama kutiana makofi, na ugomvi wao uliingiliwa na timu